kama umeibiwa nyota yako, ni jambo gani unalotakiwa kufanya? Ni hatua gani unatakiwa kuchukua? Sasa jambo la kwanza la kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25 inayosema, nami nitarudishia miaka iliyoliwa na nzige, palale na madumadu. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu, ninarudisha kuanzia sasa nyota iliyokuwa imeibiwa kwenye maisha yangu. Ninarudisha kibali kilichokuwa kimeibiwa kwenye maisha yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Jambo la pili la kufanya, utafungua katika kile kitabu cha Isaya sura 60 mstari wa kwanza inayosema kwamba, inuka uangaze, maana nuru yako imekuja. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu Kristo ambaye hai, ninaamuru kuanzia sasa ile nyota yangu iliyokuwa imeibiwa, ninarudisha kuanzia sasa. Ile nyota yangu iliyokuwa imefunikwa isionekane, ninarudisha kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Nyota yangu iliyokuwa imetiwa giza itang'aa na kuonekana kuanzia sasa. Na jambo la tatu utakalofanya, utafungua katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura 28 na ule mstari wa 13 inayosema hivi: Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia, wewe utakuwa juu tu wala hautakuwa chini. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Baba, katika jina la Yesu Kristo ambaye hai, ninajua kama nyota yangu imeibiwa. Kuna watu wanataka kunifanya kuwa mkia, lakini Mungu, neno lako limeniambia kwamba nitakuwa kichwa. Kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamuru kwamba nyota yangu itang'aa na nitakuwa kichwa kuanzia sasa. Sitakuwa mkia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai.